Dini yetu ya Kiislamu ni dini ambayo inaamrisha kustiriana. Endapo mtu atafanya jambo ambalo ni baya, atafanya dhambi, atafanya kosa hilo likaonekana kwa watu, na mtu huyo ikawa kawaida yake na asili yake na tabia yake si kufanya kosa mfano wa hilo ambalo kalifanya, dini yetu ya Kiislamu inatufundisha na kutustaarabisha ya kwamba tumstiri mtu huyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, yule ambaye atakayemstiri Muislam Allah atamstiri duniani na akhira. Na akasema pia, la yasturu abdun abda, hatomstiri mja kumstiri mja mwenzake, illa satarahu Allahu azza wa jalla yawm alqiyama, isipokuwa Allah atamstiri mja huyo siku ya Kiyama. Kwa hiyo mtu ambaye aliyefanya dhambi, aliyekosea, na ikawa si kawaida yake kufanya hivyo, na akawa hajakosea kwa kudhihirisha kosa lake, bali imetokea kama bahati mbaya, Uislamu wetu unatutaka sisi tumstiri mtu huyo. Amma man jahara bima'siyatihi wa a'lana munkarahu wa fisqah, ama yule ambaye atakayedhihirisha maasi yake, akatangaza waziwazi dhambi zake zikawa ni zenye kuonekana wala haogopi hilo. Wa hakadha man ta'adda dararuhu ila al-akharin, vile vile yule ambaye dhambi anayoifanya madhara yake yanawafikia mpaka watu wengine, fahadha la yanbaghi sukutu alayhi, mtu wa namna hii haitakikani kumnyamazia, bal la budda min kashfihi wa tahdhiri an-nasi minhu wa min sharrihi, bal ni lazima kumweka wazi mtu huyu na kumbainisha na kuwatahadharisha watu kutokamana na mtu huyu na kutokamana na shari yake. Kaduati shirki wa duati bid'ah, kama vile wale walinganizi wa shirki na walinganizi wa bid'ah, wale watu ambao wanaonekana kwamba ni mashekhe na walimu katika jamii zao, wakawa ni wenye kutoa bidii kubwa kuitangaza shirki na kuilingania na kuifundisha hadharani. Kadhalika wengine wakatangaza bid'ah, mambo ya kizushi, na wakayalingania waziwazi. Jambo la wajibu kwa mashekhe wa ahli sunnati wal jamaa ni kusimama imara na kuwabainisha watu wa namna hii na kuwatahadharisha Waislamu kutokamana na watu hawa na shari zao, ili kuwanusuru Waislamu na wafike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa salama. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, inna man jahara bifisqihi au bid'atihi, hakika yule ambaye atakayedhihirisha uovu wake au uzushi wake, jaza dhikruhu bima jahara bihi, itafaa kumtaja kwa kile ambacho amekidhihirisha, duna ma lam yajhar bihi, kinyume na yale ambayo hajayadhihirisha. Kwa hiyo mtu yote atakayesimama akatangaza uovu wake, akatangaza uzushi wake waziwazi pasina kuogopa, tutamnasihi aondoe na awaeleze Waislamu ya kwamba alikuwa amekosea, wama ila dhalik. Lakini akifanya jeuri akakaidi, tutasimama na sisi dhidi yake, tutatangaza kwamba anachokifanya ni kibaya, na Waislamu kuweni makini na mtu huyo na muacheni. Kadhalik amesema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna al-mudhhira lilmunkar yajibu al-inkaru alayhi alaniya, hakika yule mtu ambaye anayedhihirisha dhambi waziwazi ni wajibu kumkemea waziwazi pia. Wala tabqa lahu ghiba, na wala si kumsengenya kumsema huko. Wayajibu an yuaqaba alaniyatan bima yurdi'uhu an dhalik, na ni wajibu kumwadhibu mtu huyo waziwazi kwa kile ambacho kitakachomrejesha nyuma na kuacha makosa yake. Wayambaghi li ahli alkhair, na ni jambo linalotakikana kwa watu wa kheri, an yahjuruhu mayita, wa muhami atakapokufa, idha kana fihi radhun li amthali, endapo kufanya hivyo kuna kuwakemea na kuwarejesha nyuma watu mfano wake. Fayatrukuna tashyi'a janazatihi, waache kusindikiza jeneza lake, ikiwa ni kumwadabisha na kuwakomesha watu kufanya mfano wa yale ambayo aliyoyafanya. Ayuha almuslimun, jambo la wajibu juu yetu yanapokuwa yamedhihiri mambo kama haya, watu wakafanya madhambi hadharani pasi na kuogopa,
nini tufanye kama Waislamu? Tusimame vizuri katika jambo la kunasihiana, katika jambo la kuzielimisha familia zetu na kuzikataza ya kwamba jambo hilo ni jambo la haram na ni jambo ambalo lina balaa kubwa, kwani kunyamaziana katika madhambi ni jambo baya na ni jambo ambalo ni sababu ya kufikwa na matatizo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab, na ogopeni fitna ambayo, uogopeni mtihani ambao la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, usiowapata wale waliokosea miongoni mwenu peke yao. Wa'lamu anna Allaha shadidul iqab, nafahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa adhabu. Kwa hiyo wakipatikana katika jamii zetu Waislamu watu ambao wanaofanya makosa, wanaofanya munkarat, bid'at, shirkiyat, ni wajibu kwetu sisi kuwalingania na kuwakemea na kuwatahadharisha. Kwa kufanya hivyo tunataraji salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tukiwanyamazia wakaendelea na mienendo yao hiyo, tufahamu ya kwamba litakapokuja balaa, utakapokuja mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao, hautaishia kwao peke yao waliofanya dhambi, bal utawakumba wote, wema na wasiokuwa wema, waliofanya dhambi na wale ambao hawakufanya dhambi. Na hii ni sababu ya laana pia. Kwa madhambi yakifanyika katika jamii zetu tukawa hatukatazani, ni sababu ya kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, idha uqirra almunkaru wa sukita alayhi ammahumul adhabu jami'a. Akieleza maana ya aya hii Ibn Abbas anasema, idha uqirra almunkar, utakapokubalika uovu, wasukita alayhi, na ukanyamaziwa, watu wakawa hawanasihi katika madhambi wanayoyafanya na kukatazwa, ammahumul adhabu jamia, itawaenea adhabu wote, waliofanya dhambi na wale ambao hawakufanya dhambi. Adhabu ya Allah itawakumba wote. Ayuhal mu'minun, kila mmoja katika sisi asimame vizuri kuichunguza nafsi yake na kuichunguza nafsi ya mwenzake katika yale yanayofanyika kimakosa. Tunasihiane, mzazi amkanye mtoto wake, kadhalika rafiki amkanye rafiki yake, mtu amkanye jirani yake, na kila mmoja kwa mwenzake amnasihi na amkemee, bal kubwa zaidi na amuongoze katika njia iliyokuwa ya sawasawa, ili kupata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وعملا متقبلا ودعاء